Ukuu wa mtu hupimwa kwanza kwenye fikra zake. Huu ni ukweli wa milele ambao umethibitishwa na maisha ya watu wengi waliofanikiwa, kina Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos na wengine. Napoleon Hill aliwahi kuandika katika kitabu chake maarufu Think and Grow Rich kwamba unachokiwaza ndicho unachokuwa, au ndicho kitakachokutokea. Lakini kama hilo ni kweli, kwa nini basi watu wengi bado wanahangaika kufanikiwa? Je, hawafikirii kuhusu maisha yao ya baadaye, au hawajui uwezo ulioko ndani yao? Hadithi ya leo itafungua majibu ya maswali haya na kukufundisha somo ambalo litakaa moyoni maisha yako yote. Kulikuwa na ombaomba mmoja ambaye aliishi kwenye station ya treni yenye msongamano mkubwa wa watu. Kila siku alitegemea kuomba hela kwa wasafiri waliokuwa wakisubiri safari zao. Siku moja, akiwa katika shughuli yake ya kuomba, alimuona mwanaume mmoja aliyevalia vizuri sana akiwa anasubiri kupanda treni. Alivaa suti ya gharama sana, akitembea kwa kujiamini kana kwamba dunia haimtishi. Ombaomba yule akawaza, huyu mwamba lazima ni tajiri sana. Nikimwomba huyu lazima atanipa mpunga wa maana. Kwa matumaini makubwa akamfuata na kunyoosha mkono wake. Lakini badala ya kumpa pesa, yule mwanaume alimwangalia na kumuuliza, hivi kila siku unachukua tu kutoka kwa wengine, wewe umewahi kutoa chochote kwa mtu yoyote? Ombaomba alishtuka. Hakuwahi kuuliza swali kama hilo. Akiwa amechanganyikiwa akajibu, kaka, mimi ni ombaomba tu, naishi kwa kuomba, sina cha kumpa mtu yoyote. Yule jamaa akatabasamu kidogo na kusema, kama unaamini huna cha kutoa, basi huna haki ya kuomba chochote. Mimi ni mfanyabiashara, naamini kwenye kubadilishana thamani. Ukinipa kitu hata kikiwa kidogo, nami nitaweza kukupa kitu pia. Lakini kama huna cha kutoa, basi hata mimi sina cha kukupa. Baada ya kusema hayo, akaingia kwenye treni na kuondoka zake. Ombaomba alibaki ameduaa. Maneno yale yakaanza kumrudia kichwani. Kama huna cha kutoa, huna haki ya kuomba. Natoa nini mimi kwa watu? Kwa mara ya kwanza maishani mwake alitafakari kwa kina. Labda ndio maana watu hawanipi pesa nyingi, kwa sababu mimi huwa siwapi chochote zaidi ya kuwaomba. Na usiku ule hakuweza kulala vizuri. Akili ilikuwa busy kujiuliza swali moja tu, ninaweza kutoa nini wakati mimi ni maskini? Na maneno ya yule mfanyabiashara yakawa yanamrudia kama mwangwi kila wakati, ili upokee lazima utoe. Siku 2 zikapita bila kuomba kitu chochote. Alikuwa amezama kwenye mawazo. Siku ya 3, akiwa amekaa karibu na reli, aliona maua ya porini yamechanua. Rangi zake zilikuwa nzuri na zenye mvuto wa asili. Ghafla likamjia wazo, vipi kama nikitoa kitu kwa watu? Vipi kama nikitoa maua kwa yoyote atakayenipa chochote? Akasimama, akaenda akachuma maua kadhaa kwa upole, akarudi sehemu yake ya kila siku. Mtu alipompatia shilingi, akatabasamu na kumpatia ua. Cha kushangaza, watu walipokea maua kwa furaha sana. Wengine walitabasamu, wengine wakamshukuru. Kadri siku zilivyozidi kwenda, jambo la ajabu sana likatokea. Watu walianza kumpa pesa nyingi zaidi kuliko zamani. Lakini kuna kitu akawa amejifunza. Kadri maua yanavyokuwepo, ndivyo sadaka zinavyoongezeka. Na maua yakipungua au akiwa hana maua, na sadaka zinapungua. Kwa hiyo ni kweli, watu hupenda kupata kitu wanapotoa. Akawaza. Siku moja, akiwa anatoa maua kama zawadi ya shukrani, alimuona tena yule mfanyabiashara akiwa ndani ya treni. Kwa furaha akakimbia akaenda, kaka, leo nina kitu cha kukupa. Ukinipa pesa, nakupa maua kama shukrani. Mfanyabiashara akatabasamu. Akaingiza mkono mfukoni, akatoa kibunda cha pesa akampatia, kisha akachukua maua. Akamwambia, naam, sasa kuanzia leo wewe sio ombaomba tena. Wewe umekuwa mfanyabiashara. Maneno hayo yakamgusa ndani kabisa. Alipoondoka, ombaomba akabaki akiwaza, kwa hiyo mimi mfanyabiashara? Akaendelea kufikiria kwa muda mrefu, afu akagundua kitu. Kwa hiyo siri ya mafanikio si kuwa maskini au tajiri, bali ni kujiona wewe ni nani. Watu hawanipi pesa kwa huruma, bali wananipa kwa kile ninachowapa. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba mimi nina biashara. Siku hiyo alifanya uamuzi mkubwa sana. Akaondoka pale station ya treni na hakurudi tena kama ombaomba. Baada ya miezi 6, kwenye station ile ile, wanaume wawili waliovalia suti vizuri walikutana. Waliposhikana mikono kusalimiana, mmoja akamuuliza mwenzake, samahani, ninakufahamu? Yule mwingine akatabasamu, ndiyo, tumekutana hapa mara 2. Mara ya kwanza hukunitolea pesa, na mara ya pili ulinunua maua kutoka kwangu. Yule mfanyabiashara akabaki mdomo wazi. Subiri, wewe ndo yule ombaomba?
Akatabasamu na kucheka. Yes, yule ndiye mimi. Lakini leo mimi sio ombaomba tena. Nina biashara yangu ya maua na ninasafiri kuipanua hadi miji mingine. Mfanyabiashara akabaki amechanganyikiwa kwa furaha. Hiyo ni ajabu sana. Kipi kilibadilika? Muuzaji maua akamjibu, ulinifundisha somo la thamani kubwa. Hatuwezi kupokea mpaka tuwe tayari kutoa. Siku ile nilitambua kwamba sikuwa ombaomba. Nilikuwa mfanyabiashara tangu mwanzo. Nilihitaji tu kujiamini. Basi wakapeana tena mikono, safari hii kama watu sawa. Kisha wakapanda treni zao na kuelekea kwenye mustakabali wao. Sasa maisha huundwa na jinsi tunavyojiona. Ukiamini wewe ni mdogo, basi utabaki mdogo. Lakini ukitambua uwezo ulio ndani yako, milango mingi inaweza kufunguka ambayo hukuwahi kufikiria. Kwa hiyo, usijidharau. Jione kuwa mwenye nguvu, mwenye uwezo, mwenye kuthubutu, kwa sababu ukibadilisha fikra zako, maisha yako nayo yatabadilika. Ikiwa umeipenda hadithi hii, like, toa maoni juu ya kile ulichojifunza, kisha share na wengine ili kuwafahamisha. Tukutane kwenye hadithi nyingine. Naitwa Ezden. Hii ni Success Path Network. Each one, teach one. Katika dunia ya leo, taswira ya biashara yako inaanza na namna inavyojieleza kwa macho ya mteja. Karibu Magno Tanzania Limited, kampuni ya kisasa ya uchapaji na signage yenye makao makuu Geita, Tanzania, inayojivunia kutoa suluhisho la kina na la kitaalamu kwa mawasiliano ya kimuonekano. Tuna uzoefu na teknolojia ya hali ya juu katika huduma za graphics designing, digital printing aina zote, CNC na laser cutting, embroidery, screen printing, offset printing, hard binding na finishing za kiwango cha kimataifa. Tumejipanga kuhudumia makampuni, taasisi za serikali, NGOs, mashule, waandaji wa matukio na watu binafsi wanaohitaji bidhaa za kibunifu na zenye ubora wa kudumu. Tunapatikana kwa simu namba 0755035490 au tembelea Instagram yetu @magnotanzania. Ubunifu, ubora na uaminifu, vyote chini ya paa moja. Magno Tanzania, your perfect solution for your printing and signage needs.